Let me see someone who has ever met Apostle Murini there before. You have ever seen me somewhere? Wow, at least I have a few hands. Oh, wow, thank you. Thank you. Wow, wow, wow. It's a blessing, it's a blessing. Amen. Lift your right hand like that. Everyone, you have to obey. No mkono ya kulia, sema kwa jina la Yesu. Nachukua mamlaka. Nakataa kutawaliwa na nguvu za shetani. Maisha yangu haitatawaliwa na nguvu za mapepo. Sema damu ya Yesu inazungumza juu ya maisha yangu kuanzia leo na kuendelea. Katika jina la Yesu, sema amen. Amen. So the Lord bless you. Allow me to minister the word of the Lord in very few minutes. In fact, every time I visit high schools, there is something that always touches my life, that I never had an opportunity to wear uniforms as you are doing. I never had an opportunity to join high school. That's Apostle Murini, the one standing before you. So wakati nakuja naona mko na uniform, I never had such an opportunity. Immediately after class 8, that was the end of the road. So wakati nakuja nakuta mmevaa hivi, fact natamani kama tunaweza rudi, niketi hivi umeketi hapo, nivae uniform. Because I never had an opportunity. Immediately after class 8, I finished my class 8 when I was 13 years. By my 14th year, I was a shaba boy at Othaya. My first salary was 1,000 per month. 1,000. Excuse me. At 13 years. I was a very bright boy. Hata ukiniangalia. Very bright boy. Should I continue with this? Yes. My first salary, just here, Othaya, was 1,000 per month. I remember the mama who employed me then, when he was introducing me to what I would be doing, she told me, this is your work. Ukiamka asubuhi, unakamua ng'ombe hawa wawili, wale wa grade, wale wanatoa maziwa zaidi ya kilo 10, kijana wa miaka 13. Immediately ukimaliza, unapeleka maziwa. Ukirudi, unapatia hawa ng'ombe chakula chao, maji. Then after that, unaingia kwa shamba. Saa 7 unakamua tena. Jioni unakamua tena. 1,000 per month. And I stayed in that home for 2 years. A young man of 13 years. So my 14th year and my 15th year, I was there with that woman. Then after that, after I had saved some money, I went to Nairobi. I started hawking. Kaanza hawking. Wanahitaji kwa Kiswahili? Uchuuzi, yes. Hawking. Door to door, house to house, mtaa kwa mtaa, marimari, marisafi. Listen to me. I did that for quite some time. And then after I had saved my money, about 5 years hawking in the city of Nairobi, I thought it was good to go back to secondary school.
the first school niliuliza wanipokee is Rugiri High. They said no. Walisema hapa tunapokeanga watoto wa miaka 13, hatupokei watu wako na ndevu. I went about 4 schools, but they denied me an opportunity. Wow. Let me pause there. I'll continue. My topic today is very simple. My topic today for the next 20 minutes is very simple. Somebody say, Jesus the way, the truth, and the life. Let's say again, Jesus the way, the truth, and the life. I'll come back to that. I'll come. So that you can know this man, Apostle Murimi, was invited here. What am I really carrying? What is that is so important to listen to me? Why should you give me and lend me your ears? Look at your neighbor. Mwambie tu, jaribu tu hata kama ni 10 minutes tumpatie masikio. Mimi sijakuja hapa. There is something that is in me that can transform your life and make you the best person ever. So give me some minutes now. Hear me. John chapter 14 and verses number 6. Jesus said, I am the way, I am the truth, and I am the life. That's a scripture. Give us John 14. Thank you. Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. No one lessons from the screen. No one comes to the Father except through me. Now hear me. When Jesus said, I am the way, it simply means I am the road. R-O-A-D, road. Or I am the route. If you want to go from near here, if you want to go to Nairobi, you have to look for a way that will take you to Nairobi. From here we have different directions that leads people to different destinations. By the way, hii barabara inaitwaje bwana please? This one. The main one. Kigajo Road. Kigajo Road, thank you. The other one, Tamat. Nyahururu Road. Ah, okay. From here we have Nyahururu Road, we have Kigajo Road, then we have Nairobi, that is Nyeri Nairobi Highway. We have the one to Othaya. You can see from Nyeri there are many different ways, leading to what? Different destinations. Different destinations. Now hear me. For you to go to a certain destination, you need a specific route. For you to go to a certain destination, you need a specific route. Because not every way leads you to where you are going. For those who go for a long distance, like from here to Netherlands, you cannot use Tamat Road. You need to use what? Aeroplanes. Let me see those people who have ever been in an airplane. Only 3 wacha. Only 4. Kwani mnaendaka na niuliza mtu mwingine kwa hiyo kiana kati unaendaka na nini? Sijaona mkono, nimeona mikono 3. Only 4 hands. Wacha. Somebody say soon. Soon. Just wait. Soon. Now hear me. When pilots are taking off, listen to me, one of the career that I enjoy most, I like seeing how they operate.
I have a lot of interest in it. Just, thinking of how they operate is the one to do with the airplanes. Nimewahi kuwa kwa madege mna. Nimewahi kuketi kwa ndege masaa nyingi. 8-10 hours. Nimewahi kutembea na madege sana. The whole night seated in an airplane. But I like the wisdom behind airplanes. But for them to get to their destination, they are helped by the controllers. There are people on the ground enabling the pilot up there, telling them, no, you're not in the right route. 3-4 degrees southward. Turn. Because no matter how you accelerate in a wrong route, you'll end up in a wrong destination. I see people accelerating when they are on a wrong route. Wanaweka speed kubwa lakini yako on a wrong route. Ameweka speed ya 120 lakini anaenda on a wrong route, heading to a wrong destination. So pilot wanasaidiwa, anaambiwa turn at least 1 degree or 2 degree northward. Is it in Form 2 where you do bearings in mathematics? Yeah? Form 1? Yeah, it will help you. For those who are aspiring to become pilots. It will help you a lot. So hear me, and hear me well. Jesus said, I am the way. Let me speak something about your school. A school is just a way to somewhere. Why are you here? I want to acquire knowledge. And for you to acquire knowledge, you go through a certain process. And one is to be here. Like now, I don't know how long our principal has been here. Yeah? Many years. No, our principal is our father. Yeah? 26 years. Now, let me show you. This man you see here. This is a jewel. Can you think of the people who have passed through his hands? Nafikiria watu wale wamepita kwa mikono yake. Because this school is a road, is a way. Form 4s, you are here for only a few months. And you'll be saying, Form 3, you are here for how many? 9 months. Are you sure? I got it like that. Is it true? 1 year. 1 year. From once. Now hear me. This school, if you don't understand, this is just another highway. You acquire what you are acquiring as you go to your next stage. So kindly hear me. Do well when you are here. Use your time well. A school is just another way. A way heading to somewhere. Na kuna wengine, because you came here for one reason, acquire knowledge. Depending on how you behaved, how you used your time, you can imagine after 4 years, you take home something. Let it never happen over your life. Amen. May I declare there shall be no an in this school. Amen. These people, they are not believing. Amen. I said there shall be no an in here. Amen. In a class with wonderful teachers, and then you take home D- to
Today I've come to rebuke that spirit that wants you to take home a D minor. We refuse it. In the name of Jesus. After 7 years of hustling outside there, by the grace of God, someone heard my cry. A very good man in the name of Mr. Kangede. Mr. Kangede was a retired teacher. And he said, nimesikia vile kile unatafuta. Unatafuta mahali unaweza kurudi shule after many years, at least you get it. Akaniambia, I will help you. I will help you. I will be your tutor. I will be helping you every evening. Then akanipeleka mahali panaitwa Shauri Moyo, Nairobi. Hallelujah. Kimani, are you enjoying the preachers? Okay. That's why I come with at least a small team. So if you are not enjoying, so that we can enjoy. At least I have some guys here. Look at them, they are writing notes. Look at my people, they are writing notes. Yeah. They are enjoying. Let me see someone who is taking some notes. These people need to be congratulated. Thank you. Thank you. These are serious teachings. I'm helping someone. Now look at me. So after 7 years of hustling out there, I went back to class every day. And I remember the advice from Mr. Kangede. Mr. Kangede, tulipokutana for the first time, aliniambia, you look up to be a very sharp man. So there is no need for you going back to class for 4 years. I will facilitate, I will help you. I know what you need. For 2 years, and we will register cases with you as a private candidate. And every day I was going to class. Every day. For 2 years. By 5 a.m. I'm seated. All the way up to 8:30 because I have to recover for only 2 years. Then sit for KCSE. Hear me. As we are approaching KCSE, the mock exam in Nairobi counted them. I had an A minor in mathematics. Let me tell you. Mimi naweza kuhurumia mtu wako hapa 4 years. Hata kama amerogwa, mathematics apeleke nyumbani D minor. Hiyo urogi tutaitupia kwa dirisha hili. Huyu kijana amekuja, kijana mzee. No, siwezi kujiita mzee ukiwa. Amona nini mzee? Kijana mzee, thank you. Thank you. I'm honoring our principal so much. Anytime I see a man like you, I know you have a lot of experience. If only these people can understand the gift that God has given them. Ukienda mahali ukuta principal anatoshana na wewe, usipige makofi. No, but whenever you meet such a man, there's a lot of experience. He knows what it takes to be successful in life. Now, evidently, there are things I never gave a lot of time in my 2 years. Things like CRA, analyze, discuss. Explain. In fact, now, you tell me to explain. Explain what? Explain the parable of the shield servant. Then you are given 10 marks, my friend. Oh. In fact, I never read CRE, but I had an A in KCSE. Explain. Discuss. They say 10 marks, I give them 14 points. Something I laughed naturally is Kiswahili.
Wewe wacha. Gay. Now hear me. In my case, CSC, 2 years, I had a B+ in Kiswahili. Wow. And I never gave it a lot of time. What? Kiswahili? Wewe wacha. Kiswahili? Hiyo ni boga. Kitu najua ilinisumbua. You can imagine. 13 years umefanya study 8. You are outside there for about 7 years or so. Kuhaso, wapi, nini. Then sasa we get class. Wabwe kuna kitu inaitwa periodic table. You know, I'm a thinker, Joe. I analyze things, I criticize things. Then in our view, there is something by the name an atom. It's the smallest particle. Yeah? Then inside of this particle, there is what? Molecules. Sasa mimi naenda kwa mwalimu wa Kenya na mwambia teacher, can you explain? This thing is the smallest. Then it has something inside. Mwalimu kaniambia baba, wacha kuleta Ukristo hapa. Hii ni science. Kaniambia iamini hivyo ilivyo. Nikasubwana, so my concentration now was on sciences, chem, bio, and physics. That way I gave it all. As I continued with biology, I realized it's so simple because it's speaking about the reality of life. Talk of the kidney, 20 months. Wewe wacha. Kitu nimebeba. Kitu iko kwa tumbo yako. Talk of the bones, that is for forehead. The scapula. I've never forgotten this thing. Now, those are simple things. So I realized biology is so simple. I never gave it a lot of time. So my concentration was mathematics and chem. Now hear me. Use your time well when you're here. May I pray that what made you come here, you shall go out with it. Amen. I know God has anointed you. This man you see here is so anointed. As I stand here, everything that has been fighting with anyone among your students here, not to pass or not to do well, today is broken. In the mighty name of Jesus. Do you believe the prophecy? I say whatever has been fighting with you, so that you may not do well, is broken today. In the name of... Amen. So Jesus is the way. So when Jesus said, I am the way, means if you are not in Christ, kama hauko ndani ya Yesu, nisikize, sikuhurumii nikikwambia hivi, kama hauko ndani ya Yesu, hauko kwa njia. No matter how you accelerate, you are not in the right route. One thing that will be amazed of this man standing here, Apostle Maringi, even when I was there at Othaya, only at 13 years of age, I was still born again. Very liberal, very born again. I remember I used to tell my employer then, namwambia, mimi najua niko hapa kwako kama kijana wa mkono wa kazi, but I will do well than your sons and daughters. Aniambia, na sasa haukusoma? How will you do well? Namwambia, I am on the way. Jesus is my Savior. Amen.
I will end well. Amen. I'm assuring someone here who is in Christ, you'll finish well. Amen. Now again, I say, you will finish well. I say you will do well. You'll do well. As long as you're on the right route, you shall finish well. Amen. You shall get to the right destination. Amen. Now, listen, after many years, I thought of going back to say hi to my employer, my first employer. I went with my big ding. Na kuambia nilienda kwake nikapiga honi kwa gate. Alipokuja kufungua, akauliza waheshimiwa mnataka nini? Waheshimiwa mnataka nini? Nikasema tunataka kikombe cha maji. Akasema nifungue gate, nikamwambia fungua. Tukaingia na watu wangu. Look at my people the way they look. I don't walk with mere men. Na kuambia next time nitakuja na wengi. Yes, nitakuja hapa na watu. Baka hata bila kuhubiri utaogopa tu. Nilienda kutembelea mama aliyekuwa ameniajiri kama shamba boy. 1000 mshahara salary. Nikaingia kwa gate yake. Akaniuliza unataka nini? Hanikumbuki. Yes. Akaniambia unataka tu maji peke yake. Naweza wapikia chai, kamwambia waacha chai, hata mayai ukiweza. Na kwa sababu nilikaa kwa huyu mama 2 years. Nilikuwa ninaingia kwa chumba ya kuku. Ninachukua mayai ndoo nzima hivi na mpelekea. 2 years sikuwahi kukula yai. Nilikuwa ninakamua maziwa zaidi ya lita karibu 20 every day ninauza, na sijawahi kunywa maziwa hata glasi moja. Sasa nimerudi kwake, si kama shamba boy, maana ile barabara nilichukua ya Yesu, kuokoka bila kuogopa, kuambia watu Yesu ni Bwana hata kama mimi ni shamba boy. Nisikize, kumbe ni barabara nzuri. Mimi sijali kuogopa kuambia mtu nimeokoka, Yesu ni Bwana. I know the word. I am on the right way. Jesus is the way. Jesus is the way. Mtu akona obvious ni gari gani hao wanapenda? Wanapenda gari gani hao? Yes. Wewe. Oche. No. Acha tumchukue ya huyu. Anasema oche. Uchema. Na unisikize, hiyo gari unataja. Wakati nilifika South Africa, nilipokelewa na hiyo gari. Na wakati nilipokelewa na hiyo gari, si kama zile umeona Kenya. Kuketi namna hiyo kwa hiyo gari hiyo unataja. Mwenye alikuwa amenichukua alifinya bato. Nikasikia nimetingizishwa hivi. Nikaulizwa, "Are you now comfortable?" Nikasema, "I feel like I am." Nikasikia nimerushwa juu tena, haiendelea kurudi. Nilipokuwa ninaendeshwa kutoka Johannesburg kuelekea Pretoria, nikamuuliza madam, "How much is this car here?" Akaniambia in terms of rands. Nikafanya hesabu. Hiyo gari kwa value ya Kenya pesa yetu ilikuwa ya 33 million. Yes. Na msikize. Mtu anaenda na V8. Na anataka kwenda Nyahururu. Lakini apite Kinacho route. Na mwingine anaenda na motorbike. Achukue Nyahururu route. Ni nani yako barabara sawa? Wacha huyu wa V8 awe na maringo, aende na speed ya 150. Lakini ako on a long route. Ni nani ana bahati? Hivyo ndivyo ilivyo. Mtu yote ameokoka, hata kama alizaliwa kwa familia maskini, you will have a better ending. I say you shall have a better ending. Wewe hausikii. Hata kama ulizaliwa na maskini, but you are on the way. You will finish well. Nisikize, wengine wawe na maringo ya kuzaliwa na wazazi wako na pesa. Maringo ya wazazi masoko, akatae Yesu. Maringo ya kukula kile unataka, ukatae Yesu. No matter
wrong route. Wengine tu wanyenyekevu, hata kulipiwa school fees mzazi anang'ang'ana. Wewe usiogope, katalia kwa Yesu. One day you surprise your parents. One day you tell them, I served an able God. Can I hear an amen? Hallelujah! Somebody say, Jesus is the way. Jesus is the way. Jesus is the way. Mimi nilikatalia kwa Yesu. Mpaka sasa mimi nimekatalia kwa Mungu. Nilisoma hii scripture nikiwa mdogo sana. Yesu ndiye njia. Na kutoka hapo nimeshika hiyo njia mpaka saa hii. Sijaondoka kwa hiyo njia. Na sina hesabu ya kutoka. Kutoka kwa very humble background. Mimi wana principle. I better tell you the truth. Nikiwa mtoto mdogo kutoka class 0 mpaka class 8 sijawahi ona kitanda kwa macho yangu. Hata unanikaribisha kwenu vile mtu anatembea kwa kina majirani, nilikuwa naangalia bedroom nione kitanda inakaagaje. Kenya mweka kitanda inakaaje. Mimi nilelewa kwa magunia, kulala kwa sakafu, kulala kwa magunia. Hiyo ndio maskini nimelelewa kwa. Kitu moja mamangu alifanya na mshukuru sana, ni kunichapa viboko huko. Akiniambia church. Bila viatu na kinyasa ninakimbia Sunday school. Kwa Sunday school nikafundishwa na mwalimu wangu, Jesus is the way. Yaani mwalimu wangu wa Sunday school, ako wapi nimpatie gift? Ako wapi mwalimu wa Sunday school nimpatie gift? Aliniambia Jesus is the way. As long as ushike Yesu, you end well, you finish well, you get to the right destination. Sijui kama kuna watu hapa wameshika Yesu. Usiachilie. Wacha uitwe fara. Waambie fara anaenda mahali panafaa. Wacha ionekane kama wewe si mjuaji, lakini wewe ndio unajua. I'm helping someone here. Kuna mtu anasaidika? Yes. Angalia huyo mwingine macho muulize, unasaidika? Mwambie shika Yesu. Shika Yesu. Jesus is the way. Jesus is the way. Kama kuna kitu nimekatalia ni Yesu hivi. Yesu hivi. Nimeshika Yesu. Na nilikuwa najua nitamalizia vizuri, maana niko on the right way. Na hii barabara kuna mahali inanipeleka. Hii barabara ya Yesu kuna mahali inanipeleka. Ndio imenileta leo kwako. Amen. Hii barabara ndio imefanya niingie kwa madeni. Hata kuna wakati mmoja nilikuwa natoka Ethiopia Addis Ababa, nikielekea Johannesburg straight, nikapita hapa Kenya, nikaona tuko Thika, tukielekea kapita Kenya hivi 6.5 hours to Johannesburg. Na tulikuwa tumeketi na mtu mmoja akaniuliza, how are you sir? Now we are just talking. Kaambia I'm fine. Where are you going? I'm heading to Johannesburg. For what? I'm a pastor. No, you mean? I'm a doctor. Oh, doctor. I've never sat in an airplane with a pastor. This must be a great thing. Tukaenda tukiongea all the way. Daktari na pastor. Wacha kucheza. Daktari na pastor. Sasa mimi nikiwa hapo ninasema, kijana mwenye hakuingia secondary school, lakini ni nini nimemleta hapa? Wameketi na daktari. Sema Yesu. Yes. Wewe msaidizi, sema Yesu. Yes. Kukatalia kwa hiyo njia. Hallelujah. Jesus is the way. Let me hear you. Jesus is the way. Now we are singing a song. We are singing a song. Me, I say Jesus. You say is the way. Jesus is the way. Now you are good student. Jesus is the way. That's how you get an A. That's how you get an A. As simple as we are saying, Jesus is the way. Let me hear you well from the back. Jesus is the way. I like the voice here. Jesus is the way. I like the voice here. Jesus is the way. Jesus is the way. Let me hear this.
this one. Jesus. Jesus. Let me hear you here. Jesus. Let me declare you shall do well in life. You shall do very well. I'm prophesying. You shall do very well. I say you shall do very well. Jesus. Let me hear you again. Jesus. Jesus. Hallelujah. Machari walika yangu wakakataa hichi, wakaanza kutafuta warembo. Machari walika yangu wakakataa hichi, wakaanza kusema my boyfriend, my girlfriend. Na mimi nikasema I don't like those nonsense. Nisikize, mtu akiniambia who is your boyfriend, namwambia Jesus is my boyfriend, my girlfriend. Nisikize. Wengine nikaona wameshikana na tumirembo. Wanafikiria wako kwa njia, they accelerating on the wrong. Oh, inafikia yangu moja alikuwa anaitwa Kariuki. Kariuki akakataa hiji. Alipokataa hiji, Kariuki akakataa hiji. Kariuki alipokataa hiji kule Nairobi, rika moja na mimi akakataa hiji. Alipoikataa akaanza mambo ya warembo, sweetheart, honey, all that. Accelerating on a wrong route. Kariuki kwa bahati mbaya, the first girl alishika mkono hivyo, HIV kaingia. Msikize, Kariuki ndiye alikuwa ananiambia niko na mrembo Mkamba. Continue accelerating on the wrong route. Now nisikize, Kariuki, unajua wanaume wale wamefanya kwa kidogo. Mwili ya mwanaume kama mimi is only some few percentage water, like 23. Roughly 23 water. When it comes to a woman, mwili yake 43%. So ukikamata na hiyo kaugonjwa, mwanaume hufanya kongo haraka, wavuka haraka. Kariuki hakumaliza miaka 4 na hiyo kaugonjwa. Kariuki tukapeleka kwa kaburi. Apostle Mriku nasema Yesu ni Bwana. Wanaona kama sielewi kile ninajua. I understand. I know that Jesus is the way. Na kwa hii barabara nimeshika Yesu. Kuna vitu sitakutana naye. Nisikize. Kuna vitu kabisa sitakutana. Mimi kwa hii barabara sitakutana na STDs, zingine HIV, gonorrhea, syphilis. Hii barabara, hii ya Yesu. Hear me. Amashua hii ya barabara Yesu. Kuna vitu hapa duniani sitagojeka. I'm telling you, sitagojeka. Mara sijui polisi na risasi. Never. Mimi sijaishika na polisi. Akinishika anapeleka. Hata yule amenishika juzi ni yule amenishika nikiwa nimeaccelerate. Nikiwa nimekanyanga dinga yangu 140, nilikuwa nakimbia kuhubiri mahali. Kwa nimechelewa kuhubiri mahali. Nilikuwa nimeenda speed. Nikakuta dikarufu wameweka mpaka vitu kwa barabara. Wanasema kuna mtu anaendesha gari na anaenda na speed mbaya, ashikwe akamatwe. Nikakuta gari zimesimamishwa, nikaona wakasema this man kato kwa barabara. Nikamwambia askari, unataka nini? Tumeangalia machini zetu zinasema unaenda na 140, nikawaambia kupeleka injili. Ndio mtu askari akaniambia bwana, hata umeandikiwa. Nikamwambia kuandika si hoja. Akasema sijui kitu kidogo. Nikamwambia siwezi kukuhonga na nikuombee. Cannot bribe you and pray for you. Hizo hazijawahi fanyika. Nikasikia ameita mwenzake akasema hapa kuna mwendawazimu, wacha apite. Mwingine alishika nikiwa mimi nakimbiaga kama polisi ama ile ya 99 nikienda kuhubiri injili. Hata hapa sijakuja, nimeambia Pastor Kimani uniendeshe na speed kubwa, naenda kupeleka injili. Tuokoe nafsi moja na ujinga, tuokoe nafsi moja na shetani. Hii mambo ya ufalme si mchezo. Jesus is there.
Ukikataa Yesu, nisikize, hata kama utaitwa Miss Kenya, hata kama utaitwa nani, ukikataa Yesu unaelekea on the wrong route to a wrong direction and wrong destination. Kama unaona imeisha, unajua tutakuja tena. Akili time imeisha, sisi tunapata nimekata kuendelea kuhubiri. Ni time imeisha. Nimalizie story. Jesus is the story. Jesus is the story. Tayari nimefika story, nimekuambia tayari nimefika form 4. Baadaye nikajoin college, ndio huyo Apostle Murimi. Yeah. Baadaye nikaanza kwenda mataifa. Wachana na nyinyi weusi, weupe kuhubiria. Yes. Jesus. So we. It's like that. 10:30. That's the good time. Now here we let's read the scripture. Jesus said to him, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Now nisikize. Nimalizie hii scripture. I am the way, I am the truth. There are many things that are said on earth, but majority of the things are said are false. Some are facts, but not true. Jesus is the truth. There are many theories that rules in the earth, but they are not truth. Jesus is the truth. Finally, I am the life. Life is opposite of death. Life is opposite of death. Anyone outside Jesus is operating under the power of death. Some of you have never encountered death. Wengine hawajakutana, wengine mna experience, wengine hamja experience. Mimi kwa ajili ya kuwa pastor na nimefanya kazi ya kanisa kwa muda, nimezika watu wengi sana. I understand what death means. Nimezika watoto wa wiki mbili, mwezi moja. Yule mtu nimewazika wa miaka mingi, ni 94 years. Ninampeleka kwa kaburi hivyo. Unajua pastor ndiye anasimamanga hapo. Unangojea aende. Huyo wa 94, huyo nilimzika vizuri. Lakini usiku alikuja kwangu. Yes, usiku alikuja kwangu. Nikiwa nimelala usiku, nimefanya mazishi, nimemaliza, nikasikia mtu ananiita. Nikafikia ni ndoto, nikaamka. Nikaona ni mzee. Akaniambia, ulinizika kwa nini? Yeah, serious. Nikamwambia ni kwa sababu ulikuwa umekufa. Akaniambia, nimekukujia maana miaka yako ni kidogo sana kunizika. I am 94 years old. Hawezi kunipeleka kwa kaburi, ndio nimekukujia. Nikamwambia, naye ile mafuta nilimwagiwa hapa ni ya kuzika mpaka wafu, and you are one of them. Disappear. Akaondoka. Hajawahi rudi. Lakini sikize. Kifo, unaongea habari ya kifo. Mtu yote ako nje ya Yesu hana uhai. Ni kama samaki aliyetolewa kwa maji akawekwa pale. Anyone outside Jesus, be it my father, be it my mother, be it my brother, be it my sister, be it my wife, be it my children, as long as ako nje ya Yesu, ako nje ya uhai. Na usipende kifo, nisikize, usipende kifo. Hii mwili unaona, hii mwili mnapenda. Hii mwili ni bure sana. Hii mwili, wewe acha. Heshima gani ya mwili? Gani ya mwili? Wewe hujui. Mwili. Wakati Westgate ilipigwa Kenya na Al-Shabaab, mimi nilikuwa wa kwanza kufika mochari ya City Mochari. Na kuna mtu tulikuwa tunatafuta City Mochari. Kwa mara ya kwanza nilivuka mili over 70 bodies. Nikitafuta mtu mmoja, nikamkuta amelazwa kwa kona kama pale. Kwa holo kama hii mili imejaa. Bodies everywhere. My friend
alikuwa kwa kona pale. I saw people with golden watches kwa mikono yao. I saw people with nice shoes. Unaona mtu amevaa suti, si suti hizi za hapa, sikiza, designer suit. Lakini amepigwa risasi ya kichwa imepasuka. Unaona mtu alipigwa risasi ya tumbo, mara yote iko nje. Na ukiangalia mkono unaona akona saa ya dhahabu. Unaheshimu mwili. Mwili nafanya upende dhambi, upende anasa, ukatae nafasi ya Mungu. Hata nikihubiri hivi, maringo imejaa. It's like I'm feeling sleepy. Endelea. I'm feeling sleepy. I'm bored by this message. Endelea na science yako. Science is not life. Mathematics is not life. I'm here to speak the truth. Jesus is the way, the truth, and the life. Sina heshima na mwili. Sina heshima na mwili. Sina heshima kabisa. Sina heshima na mwili. Na mimi naogopa kifo. Na nisikize, hata Mungu anasema hapendi kifo zaidi ya mwenye dhambi. Kuna msichana mmoja, nimelala usiku, nikaona maono, ndoto. Nikaona msichana anapita mbele zangu. Nikasema namjua kweli. Nani huyo anapita kwa maono yangu usiku? Nikasema namjua, ni kama tulisoma naye class 8. Tulikuwa tunamuita nani kwa ndoto. Alafu nilipomuona mara kama 4, Mungu akaniambia na kuonyesha yeye, maana atakufa wiki hii. Kimbia kwake umtafute, na kuambia nilihangaika. Mtu mlisoma naye miaka hiyo, Mungu anaongea atakufa. Mwambie atubu kabla hajakufa. Nikatafuta sister, nikakutana naye Nairobi, mahali panaitwa Tom Mboya Street. Nikalipa mahali hoteli, nikamnunulia chai. Nikamwambia tukunywe chai. Tukakunywa chai, nikamwambia sina message 10 kwako. One message, Yesu anakutaka. Akaniambia mimi sijaamua, I'm still young. Sijui. Wachana na hizo kelele. I'm telling you a message from heaven. Jesus wants you. Do you know sister anaitwa Wanjiko alikataa. Nikiwa nimemtafuta akakataa. Na mimi nikaondoka na nikaenda zangu kwa amani. Was Tuesday saa 8 mchana. Friday nikapigwa na jamaa tulikuwa naye kwa class moja standard 8. Anaitwa Steve. Hello, man of God. Unajua kale kasichana tulikuwa tunasoma naye standard 8 ile miaka hiyo kitabu. Nakumbuka. Aliaga Wednesday. Tumekuwa naye Tuesday saa 8. Aliaga Wednesday. Nini ilifanyika? Nikajifanya sijui. Akaniambia alikuwa na ugonjwa ya moyo na hakuwa anajua. Wednesday alipoamka kukimbizwa Kenyatta Hospital, hakuamka the same day. Yesu alimwambia Job, kiburi ya mwili kainuka. Mungu alitume, alinenea mtu tulikuwa naye miaka hiyo yote. Aniambie anaenda kukufa na ataenda jehanamu. Enda ukimbie unasue moyo yake kwa shetani. Because Jesus is the way. Hear me, as a man of God, the greatest thing I can offer to you is nothing to do with my life. It's nothing to do with my education. It's nothing to do with my money. It's about Jesus. It's about Jesus. Hallelujah. Can I pray for you today? May I declare none of us will go to hell. Amen. If I were able to say a better amen. Amen. Nasema none of us will go to hell. Amen. Is that a cool amen? Amen. I declare again, none of us will go to hell. Amen. And for you to escape hell, you have to receive. Let me hear you. Let me hear you. Jesus. Those who are born again, stand on your feet. If you are truly born again and you are not a joker, stand on your feet. If you are not a joker, sit down. Jokers with God and salvation, sit down. If you know I'm not well found, I'm joking with salvation, kindly don't stand. But those who are fully standing and say, I am well with Jesus. I am well with Jesus. Let me tell you, those who are standing, those born again, hear me. Usitoke kwa nje.
It's just an advice from a man of God who fear God and who knows it. Usiondoke kwa hii na usicheze katika hii barabara. This is the best route. Amen. Ilo mikono niwaombee wale mmeokoka. Bwana Yesu, watu hawa wape neema. Vile umenisaidia wasaidie. Vile umenitetea watetee. Vile umenishika mkono washike mkono. In the name of Jesus. Sasa nyinyi mliokoka, tuombee wale hawajaokoka. Tuwaitishe kwa ufalme wa Bwana dakika moja. Nyinyi mliokoka, dakika moja tuombe. Mwambie Mungu akumbuke wale hawajaokoka. Wakumbuke, waokoe. Dakika moja ombea moyo. Wengine mkumbuke mpaka baba yako akiwa nyumbani, mama yako akiwa nyumbani, your brothers and your sister. Ambia Mungu nisaidie kwetu watu wasiende jehanamu. Lord help me. In the name of Jesus. Sasa kila mmoja simama, wale wengine wajoin wale wengine. Amen. Wote wasimame, simameni watu wote wasimame mbele za Bwana. Amsha mtu hata kama amelala. Mwambie no, it's not time to sleep. It's time to listen to the word of God. Kila siku, kila saa, umwaminifu Bwana. Kila siku, kila saa, umwaminifu Bwana. Kila siku, kila saa, umwaminifu Bwana. Father, I thank you for your faithfulness. Dakika moja kuna mtu moyo wangu inalia. Yesu anamuita kwake. Kuna mtu moyo wangu inalia katika ibada hii. Amua leo, Apostle Murimi nimekuja. Nimeacha mambo mengi sana. Mimi unaona nimeingia hapa kwa ajili ya moyo mmoja. Na hiyo moyo haiko nje, iko hapa. Mtu anasema Apostle Murimi usiniache kwa shetani. Nikaribisha kwa ufalme wa Mungu. Muda huu ni wako. Usiogope. Tokea kutoka mahali huko ukuje hapa, usiogope. Usiogope, sema today is my day to receive Jesus. Wewe ndiye nimekujia. Kuna mtu kama yule, acha kupiga kidogo tu. Nataka kuombea huyo mtu. Hata kama ni mmoja ndiye amefanya nikuje kwa ibada hii. You be very happy that I came here. You be very happy that God called me to the ministry. Hiyo nafsi moja ndio nataka kuombea. Toka kwa watu useme it is my day to receive Jesus. Ako wapi huyo mmoja anasema today is my day. Today is my thank you for coming. Thank you for coming. Nitaombea watu leo. Mimi sichezi na mambo ya wokovu. Thank you. Congratulations. This is the best way. Congratulations. Look at this. Congratulations, my sister. It's a little congratulations. Look at this. Congratulations, my brother. Congratulations. Yes, congratulations, my brother. I got saved when I was a young man. Very young. Nilipata na nyinyi mna miaka mingi kuliko. Mimi niliokoka nikiwa kijana mdogo. Watu wakaanza kuniambia, "Listen to me, kama unasikiza, mimi nilipookoka, my own father. Mnajua ile maneno waliniambia, nisikize. Baba yangu mzazi, si ati wakati nateseka sina baba, lakini mlevi. Babangu alikuwa amekodisha shamba yetu yote, shilingi 200, 150. Hakuna mahali tunazalima, tunalala njaa. My father mlevi kupindukia. Nilipomwambia nimeokoka, alisema maneno hili. Hata ni heri ukizaliwa ukiwa mwanamke. Wewe jirani siweje kuishi hiyo maneno gani? Ati ni heri sasa wewe unajifanya mwanaume ya wapi? Ati naona unaenda kabisa. Nikamwambia wapi utajua huyu Yesu. Jia hili imeshika uzuri yake. Siku moja nimeenda kufanya mkutano kwetu. Mungu akaninenea nikiwa Nairobi kwa sauti. Enda nyumbani mahali nilizaliwa, uite crusade. Nyinyi ni wadogo. Crusade yangu inajaa. Ikajaa watu. Halafu mvua ikakuja. Mungu akaniambia your father is present in this meeting. Nikaambia watu hivyo mmesimama, mvua haiwezi kunyesha mahali mimi nahubiri. Do you know mvua ilikuwa naambia mtu ukitoka tu karibia kwa mkutano huko kwingine kunanyesha. Kukakuwa na circumference imezungukia mkutano hakunyeshi lakini kule nje kunanyesha. Ninapoendelea hivyo babangu niliona ametokea. Nikaona amepiga magoti kamuuliza mzee nini umepiga magoti akaniambia now I believe.
you are serving a real God. Kama anaweza simamisha mvua isinyeshe kwa kusema, then is a real God. My father akaokoka mpaka leo. Kijana yake alileta mwangaza kwao. My father is now born again. Nimeombea watu wetu wameokoka. Nimeombea watu wa familia yetu wameokoka. Na ninaendelea kuombea watu. Maana mimi nimefunuliwa njia. Jesus is there. Naona mnaogopa, karibieni kidogo hapa, ni wale wakuje karibu hapa. Tunawaombea leo mpokezi. Na bado kuna mtu amebaki pale. On the long route accelerated. Mnajua mmeokoka mchana, kumaanisha kuanzia leo nyinyi ni watu wa mwangaza. Mambo ya giza imeishia hapa. Na mimi wengine hapa tutakutana miaka, wengine tutakutana na airport tukienda kuhubiri, na wengine mkienda business. Tuseme you remember me in Nyeri Baptist High School. Na kuambia I remember I came there. Hiyo ndio siku niliokoka. Hii mwangaza haikosei njia, ni Yesu. Nimetoka mbali sana, sasa narudi. Bwana unikaribishe, sasa narudi, kutoka mbali. Sasa narudi, kutoka mbali. O Bwana unikaribishe, sasa narudi. Na nimetoka mbali, Bwana unikaribishe, sasa narudi. Kuna mtu mwingine hapo kule nyuma karibia. Mimi nitakuombea. Mimi nimekuja hapa na mission ya Mungu. Kuna mtu Mungu anataka kuinua, lakini hawezi kukuinua nje ya uhai. Hawezi kukuinua nje ya uzima. Father, we thank you. Wote mnaweza kukuja basi hapa kwa madhabahu. Hakuna kuogopa. Ikifika ni kuokoka wewe. Mimi nimekaa kwa hiyo wokovu. Napenda wokovu. Napenda Yesu sana. I love Jesus so much. I love Jesus so much. Kuna mtu mwingine anasema, Apostle usiombee hapo kabla mimi sijakuja. Mimi huwa ninahesabu 1 mpaka 7, ukikataa ninasema nitanawa mikono. Nilitokea nikamwambia okoka, akakataa. Let me count 1, 2, 3. Karibu my brother. Thank you. Kuja kata. My sister come. My brother come. Unapiga makofi wakitokea. Unapiga makofi. Unapiga makofi vizuri. Angalia wanakata kama tunaimisha shetani, tunavunja minyororo. Tunasema uhai wetu tunampatia Bwana. Hatutakuwa watumishi wa shetani. Angalia Yesu anaokoa. Angalia Yesu anaokoa. Angalia Yesu anaokoa. Wewe angalia kupiga makofi. Yesu anaokoa. Yesu anaweka God is saving young people. Nyeri Baptist inabadilika. Nyeri Baptist High School inapokea Yesu. Inapokea Yesu. Inapokea Yesu. Inapokea. Look at this. Continue clapping your hands. It is happening. Jesus is saving. Jesus is saving. Jesus is saving. Jesus is saving. Yesu anaokoa. Watu wanakata minyororo. Watu wanakataa vifungo. Watu wanakataa vifungo. Watu wanakataa shetani. Look at it. It is happening. Clap your hands to Jesus. Endelea kupiga makofi. Angalia wale wameokoka. Piga makofi. Piga makofi. Yesu anaokoa. Yesu anaweka huru. God is saving today. Wokovu imeingia Nyeri Baptist. Wokovu imeingia Nyeri Baptist. Wokovu imeingia Nyeri Baptist. Hebu nisikize. By the way, watu udanganywa na shetani. Ati shetani ana watu wengi. Hana. Kama principal ameokoka,
apostle ameokoka, my sister ameokoka, my brother ameokoka. Look at this, my brother ameokoka. Shetani hana watu. Wewe ndio umeacha kwa wengi. Wewe tumeokoka. Brother yetu tumeokoka. Si tumeokoka? Yes, tumeokoka. Na by the way ukituangalia, John, kwa Yesu si kuzuri kabisa. Ni kutamu. Mimi nashangaa watu wanafanya nini nje. Mimi nimependa wokovu na moyo wangu wote. Mungu aliniambia ukinishika mimi nitakusaidia. Wani nishike hivi nitakusaidia. Na kwambia Mungu amenishika, amenisaidia. Mimi nimekaa hivi nimeokoka. By the way listen to me. Nilikuwa nafikiria maisha si vile nilikuwa ninafikiria. Lakini kwa Yesu nimeona tofauti. Hapa kwa Yesu unitoe, unipeleke wapi? Wacha. Watu wa Mungu kile mnafanya hapa. Your age is very good. Miaka yako ni mzuri. Now your mind can make a decision. Na wale mnafanya psychology kidogo, wale mnafanya psychology, akili ya mwanadamu vile na operate akili ya mwanadamu. Mwanadamu anafanya hesabu gapi? Decision zaidi ya 2000 in a day. Moyo huo zaidi ya 2000 in a day. Normal man anafanya 2000 decision in a day. Kama hivyo umejishika mkono is a decision you have made. Hivyo umecheka is another one. Hivyo umeinua mkono is another one. Hivyo umeweka chini is another one. Look at her. Yes. Anafanya mkono hivi, ameshika tena. Look at this. Yaani hizi decision zote umefanya sisi ndo dakika tu. Sasa mwanadamu amepewa uwezo wa kufanya uamuzi na Mungu. Kwa hivyo mwanadamu sio puppet, you can decide. Unaweza sema hii ndio njia ninashika. Si wazazi wangu, niliokoka baba yangu akikataa. Look at me, I'm still standing. Niliokoka watu wetu wakifikiria ni ujinga, nikawaambia hear me, I know what I'm doing. My age now allows me to make a decision. Father, we thank you for today. We thank you for today. I like when people are getting saved to kneel down. Yeah, I like it. So, karibia tu hapa mbele, piga magoti mahali unaweza. Yeah, karibia mbele, karibia. Wacha na usafi, wacha itafuliwa na sabuni na maji, piga magoti, piga magoti. Utapiga maji ni nyingi, nimeambiwa hivyo na Bwana Kristo. Maji ni nyingi sana. Maji ni nyingi. Kuna mtu mwingine ana join hii timu, winning team ya Yesu. Kata kaba. Kuna mwingine. Okay, mimi na neno yako na Mungu nikiwa kwa madhabahu mara nyingi. Mungu ananiambia kuna watu wawili alikuwa ametunituma aokoe leo na wako hapa tu. Kanayo nifuombe hawa nikuache hawa wawili vuja kama kimbia. Kata shetani. Wawili wamebaki hapo. I came for you. Ukikataa nitaitisha Mungu jina lako. Mimi na yeye hapo mpaka jina la mtu. Mimi na yeye hapo mpaka jina la mtu. Akikataa kitokea. That's how I walk with God. Yes. Thank you. How big is my God? Jesus is winning! The devil is losing! Jesus is winning! Yesu anasema, hivyo umefanya. Umeshika njia. Hivi ndivyo mtu anashikaga njia. Unateka turn. Unashika barabara inaitwa usiondoke kwa hii njia. Usiondoke kwa hii njia. Na ikifika ni uoreke na mtu aliko kwa njia. Amen. Ikifika ni kuoa. Mimi siko ninaangalia vile mnasemanga American hate, sijui black, blue, yellow. Mimi nilikuwa naangalia mtu ako kwa njia yako. Na nikashikana na dada moja. Adada ako on fire for Jesus. Wito uko kwa hana kwa kwetu ni kwa Mungu. Mpaka watoto wangu wanaombaga mpaka na nimebu kuja. Speak in tongues. Baba shantera bozai. Yes. My daughter, watoto wangu alipokea moja kuongea badala ya kusema baba alisema amen. Nikauliza ati mtoto ameongea. Nikaambia mama yake anaita amen. Nikaenda kusikiza. Akasema amen. Neno ya kwanza hapa duniani. Ndio hao wakiwa injili wanaongea mpaka na dini za roho. Kwa shetani hana nafasi. Shetani anapiga teke for life. Badala ya mtoto aseme baba, asema amen. Inua mikono mbele za Bwana. Sasa umeondoka kwa shetani. Sema Bwana Yesu, nisamehe dhambi zangu na makosa yangu. Siku ya leo nimeamua kuokoka. Nakataa shetani. Navunja maagano ya shetani juu ya maisha yangu. Mimi nimeokoka. Yesu ni Bwana. Na kuanzia leo nitafuata Yesu. Nitapenda Mungu. Nimeshika njia ya uzima na sitaondoka. Bwana Yesu, nipokee. Andika jina langu
kwa kitabu cha uzima. Jina langu ni, sema majina yako matatu. Amen. Sema Bwana Yesu, kuanzia leo mimi ni mtoto wako, nitahubiri injili bila kuogopa. Nitaambia watu wote ya kwamba wewe ndiye njia, kuanzia leo mpaka milele. Kwa jina la Yesu nimeomba, sema amen. Inua mikono na kuombea mtumishi wa Bwana. Na achilia neema juu yako, vile Mungu amenitetea na kuniokoa tangia nikiwa mtoto mdogo mpaka leo. Akanionyesha nuru ya kweli na nimetembelea katika hiyo nuru na sijawahi rudi nyuma. Hivyo ndivyo hiyo neema itawachukua iwapeleke mpaka mfike mahali Mungu anataka mfike. Natangaza mwangaza wa neno, mwangaza wa injili uangaze katika maisha yenu kuanzia leo na kuendelea. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba, semeni amina. Amen. Congratulations. Congratulations. Wale mmeokoka wengine, mnajoin na kupiga makofi.